Nasri, habari yako? Salama, alhamdulillah. Vipi nawe? Mimi niko sawa sawa, nashukuru, mambo yanakwenda. Alhamdulillah. Tumemaliza msimu wa 2025-26 na tayari ratiba ya kuanza kwa ligi msimu wa 2026-27 umewekwa hadharani na rais wa shirikisho la kabumbu nchini Tanzania, Wallace Karia, akitaja tarehe ya ngao ya jamii, lakini pia kuanza kwa ligi rasmi ambayo ni Agosti 14. Mimi nataka kujua tu kutoka kwako kwa muda huu ambao umesalia hivi sasa, kwa klabu zitakwenda kuathirika vipi? Kwa muda uliosalia? Manake Simba wamecheza finali, nafikiri ilikuwa tarehe 4, sio? Sahihi, tarehe 4. Leo tarehe 10. Ligi inaenda kuanza ufunguzi tarehe 12 mwezi ujao, Community Shield. Au Simba watacheza na Yanga? Simba wanaanza kucheza na Yanga, maana kuna gap kama mwezi mmoja hapa ambayo unahitaji walau wachezaji wapate muda wa kupumzika baada ya kuwa kwenye competition kwa season nzima. Warudi kwenye time, wapate pre-season ya pamoja, wa implement labda baadhi ya mbinu mpya. Utegemei club mbinu walizotumia last season wajazitumia hizo. Kwa kocha pia anataka time ya kukaa nao wachezaji kwa karibu. Kwenye pre-season kocha ndo anapata angalau muda mrefu wa kudeal na mchezaji mmoja hivi. Msimu kishaanza, manake mnakuwa wote kwa pamoja mnafanyia kazi miundo na mbinu zile za kitimu, sio tena kuanza kudeal na mtu mmoja. Kwa hiyo hayo mambo yote yalikuwa yanahitaji time, wachezaji kupumzika, kupata pre-season ambayo ni proper. Naona kwa kipindi cha mwezi mmoja ni ngumu kutekeleza hivyo vyote. Kwa nafikiri kwa club inabidi tu zijaribu kujibana kwenye huo muda ambao umepatikana. Nafikiri ni changamoto ambayo imetokea kwanza ni kwa ajili msimu uliopita tumeurefusha sana. Ligi ilitakiwa kuisha mapema, lakini imeenda muda mrefu sana tofauti na tulivyotarajia. Kwa hiyo ndio imepelekea utight wa ratiba kutoka msimu uliopita kuja kwenye msimu utakaofuata. Kwa hiyo ukiangalia time kusema kweli haitoshi. Kwa hiyo klabu inabidi tu zikabiliane na hiyo changamoto, lakini time haitoshi. Na kwa kufuatia pia kile ambacho kilizozungumzwa kwamba hivi sasa kuna ruhusa ya kusajili wachezaji 40. Pengine pia hii inaweza kwenda kuwa msaada kwa hiki ambacho kimetokea. Ni ngumu. Yaani inabaki tu kama klabu inakuwa ina ruhusa ya kikanuni ya kufanya hivyo, lakini kupata quality players 40 ambao wanaweza kuwa na msaada kwa timu moja kwa moja ni kitu kigumu sana. Na sio tu kwa timu zetu hapa ndani, lakini hata ukienda barani Ulaya. Mara nyingi timu inaweza ikawa na first 11 ambayo ni imara, wale wachezaji 11. Alafu akiweza sasa kupiga mahesabu yao mazuri, unaweza kukuta kwenye bench labda kuna wachezaji 5, 6 ambao wanaweza wakawa na quality kama ile ambayo ya wachezaji ambao wapo kwenye first 11 ya timu. Kwa unaweza kukuta una group la wachezaji 16 mpaka 17 ambao hawatofautiani sana ubora, lakini kuzidi hapo ukakuta labda una wachezaji 20 tu, sio 40, 20 tu ambao wanafanana ubora, ni kitu kigumu sana. Yaani kuikuta timu first, yani wanaoanza 11 nao waliopo kwenye benchi wanafanana exactly kwa viwango na ubora, ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo nafikiri hiyo inakuwa ni kama ni ruksa tu ya kikanuni, lakini sidhani kama kuna club ambayo inaweza kukusanya wachezaji 40 ambao wenye quality hiyo. Yaani club inaweza kumanage 17, wakijitahidi sana 18, 19 ambayo ni ngazi ya juu, lakini 40 ndio hivyo. Yaani kwa mfano hizi Simba na Yanga, Azam wana idadi kubwa ya wachezaji, lakini sio wachezaji wote ambao wanaweza kuisaidia timu. Mfano ukienda Yanga kuna kina Buba, Simba pia kuna baadhi ya wachezaji sijui Simba na baadhi ya wachezaji pia kwenye bench ambao hutegemei kitu kutoka kwao, kina Mwangosi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo
nafikiri hiyo kusajili wachezaji 40 sidhani kama inaweza ikasaidia club kukabiliana na hii changamoto ambayo wamekutana nayo msimu huu ya wachezaji wao kuto kupata time ya kupumzika na kupata proper pre-season. Sawa, ligi imeisha, mambo yanayoendelea hivi sasa ni tetesi za usajili. Ikiwa pia dirisha limeshafunguliwa kuanzia Julai 6 mpaka mwezi Agosti. Tuanze na klabu ya Yanga. Dube tayari ameshaondoka. Wanahitaji kupata mshambuliaji wa aina gani? Mwenye sifa kama za Dube ama zaidi ya Dube ya kile ambacho alikuwa anakifanya? Nafikiri wanahitaji mfungaji wa magoli. Unaweza ukaforce kwamba unataka profile kama yake, lakini ikawa ngumu kuipata. Kwa klabu anatakiwa kufanya tathmini yao. Wachezaji gani ambao wanapatikana sokoni, wachezaji gani ambao wanao, wakishauriana na benchi la ufundi wanaweza wakaja na mbinu tofauti na ilivyokuwa last season. Unajua of course yanapotokea mabadiliko ya wachezaji inakuwa ni ngumu kusema kumanage ile mcheze kama mlivyokuwa mnacheza baadhi ya misimu. Mnakuwa mnabadilika kutokana na hayo mabadiliko yanayotokea. Nafikiri wao wenyewe watakuwa na mfano mzuri wa wazi ambao waliwahi kuwa nao. Kuna nyakati Yanga walikuwa wanategemea magoli sana kutoka kwa Fiston Mayele, sio? Na alikuwa anawafungia sana magoli. Katika ile misimu miwili ambayo Yanga wamechukua ubingwa ya kwanza, ukiacha hii mitatu, top scorer wao alikuwa Fiston Mayele, sio? Lakini ikaja ofa akaenda zake Pyramid. Sasa pale club inafanya nini? Tafute tena mchezaji ambaye alikuwa anaweza kureplace yale magoli ya Mayele. Ikitokea amekosekana wanafanyaje? Unaona walichokuja kukifanya, walikuja kufanya kitu tofauti. Msimu unaofuata nafikiri ndio msimu ambao Aziz Ki alienda kuwa top scorer, sio tu wa Yanga lakini wa ligi kiujumla. Na Aziz alifunga magoli mengi kwenye ligi kushinda Mayele. Nakumbuka Mayele aliondoka, kuna msimu alifunga magoli 17, alifanana na Saido, ndio msimu wake wa mwisho. Alafu huo msimu unaofuata Aziz akaenda akafunga zaidi ya magoli 20, ambaye kiasili Aziz alikuwa ni namba 10 na Fiston Mayele alikuwa namba 9. Lakini pia kulikuwa kuna mchango wa viungo wengine kwenye kufunga. Kwa mfano Mudathir alifunga sana, Maxi pamoja na Pacome walichangia pia magoli. Kwa hiyo walitoka kule kwenye kutegemea magoli kutoka kwa mshambuliaji, wakatawanya magoli na wakavuna zaidi magoli kutoka kwa namba 10 wao. Kwa hiyo hata season inayofuata inawezekana kwa msimu uliopita ambaye alikuwa anasimamia idara ya ushambuliaji mazima ni Prince, sio kwenye kufunga tu lakini kwenye kusaidia playmaking, kujihusisha na timu jinsi ambavyo ita attack, atengeneze na yeye baadhi ya nafasi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanapoondoka inabaki jukumu la viongozi kutathmini na kujua msimu ujao anakuja vipi, na inakuwa jukumu la kocha kuiset team kwenye mbinu zingine. Ukisema tu ngangania, yani uende likes to likes, saa nyingine unaweza ukakosa aina hiyo ya mchezaji. Sasa ukishakosa unafanyaje? Ulazimishe tu kwenye kitu ambacho hakipo ndani ya uwezo wako. Ndio hapo inabidi uwe flexible, kubadilika kutokana na nyenzo ulizokuwa nazo. Kwa nafikiri hata kuelekea msimu ujao Yanga atakuwa anajua msimu uliopita walikuwa na Prince, profile yake ilikuwa hivi, alikuwa ananufaisha vile, lakini kuelekea msimu ujao kama watapata aina tofauti ya wachezaji, basi inabidi wawe flexible, wabadilike kutokana na mazingira, na labda anaweza akanufaika na hilo group jipya la wachezaji kushinda hata jinsi ambavyo walikuwa wananufaika na Prince Dube last season. Sawa, na anatajwa sana winga ambaye anaitumikia klabu ya Azam FC, Idi Selemani Nado. Kwa namna ambavyo tumemuona Idi Nado msimu huu ambao umeisha na namna ambavyo ameisaidia Azam FC, kama ikitokea amejiunga na klabu ya Yanga, atakuwa na athari gani ama ataisaidia vipi? Nado mchezaji mzuri, anaweza kuchangia magoli, anaweza kutengeneza, lakini nafikiri ndani ya Azam alikuwa anakosa consistency, muendelezo wa performance zake. Mimi naamini Nado anakuwa kwa ability aliyokuwa nayo, ana uwezo wa kukusanya numbers zaidi ambazo amekuwa akizikusanya kwenye misimu ya hivi karibuni. Nakumbuka msimu wa mwisho Simba kuchukua ubingwa, ile season Nado alichangia magoli 19 kwenye ligi peke yake. Nafikiri alifunga magoli 10 na assist 9. Kutoka pale kuna injury alizipitia, lakini hapa karibuni unaona muda mwingi amekuwa fit, na bahati nzuri alhamdulillah injuries zimemkalia pembeni. Anadumu zaidi uwanjani, lakini hajawahi kutoa tena performance ambayo inakaribiana na hiyo. Kwa hiyo mimi naamini ana uwezo
kulingana na ability yake ya kutoa numbers kama hizo. Of course inawezekana akiwa Azam at the professional, huwezi kusema ile team haina fan base kubwa, kwa hiyo hawi pushed kufanya vizuri. Yeye mwenyewe ndio anatakiwa mtu wa kwanza kujipush. Kwa inawezekana akibadilisha mazingira, anaweza yuko kubadilisha mazingira, labda kunaweza kukamotivate kupambana zaidi na kuhakikisha anakuwa na consistency zaidi. Kwa Nado bado ni mchezaji mzuri, na mimi naamini ana uwezo wa kufanya zaidi ya hichi anachokifanya, akipush kuwa na consistency zaidi. Maana of course ningeweza kusema kwa nasema kama nadharia ya kile ninachokiona, lakini hata yeye mwenyewe akirudi, nafikiri misimu 5-4 nyuma alishawahi kumaliza ligi akiwa na contribution ya goli 19. Nafikiri kwa ability yake hiyo ndio ratio ambayo anatakiwa kumaliza nayo kwenye ligi. Kwa hiyo ikitokea Yanga amempata mchezaji ambaye anaweza akachangia upatikanaji wa magoli sana kwenye squad yao. Anatajwa pia maarufu kwa jina la Chuga kutokea pale Fountain Gate, ambaye ameitumikia kwa msimu uliopita. Kuna namna pia atakwenda kuisaidia Young Africans kama ikitokea dili hilo likakamilika. Mchezaji mzuri, na uzuri mimi nimemwangalia, na haswa kwenye hichi kipindi ambacho Minziro aliingia ndani ya Fountain Gate. Nilikuwa naangalia Fountain Gate kwa karibu. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri. Nafikiri kwenye hizi mid team kwa mawinga pembeni, nafikiri Abu Shehe ndio mchezaji ambaye mwenye potential kubwa zaidi. Akiweza kufikia hiyo potential alokuwa nayo. Mimi napenda aina yake ya profile. Ni aina ya winga ambaye ana matumizi mazuri ya akili. Sio winga ambaye muda wote anataka kuchukua mpira na kukimbia. Ana uchaguzi wa pasi zake, kwa sometimes anaweza ku receive mpira alafu akaangalia kama kuna wachezaji wenzake combine nao kwa uwezo wake mzuri wa kupiga pasi. Lakini hata time ambayo anaamua hivi kumface defender, ni technical, ni mzuri one on one, anaweza kumsababishia mpinzani matatizo, anaweza kuweka wapinzani kwenye hali ngumu one on one. Ana uwezo mzuri wa kutengeneza. Ukiangalia Fountain Gate walivyokuwa anacheza hapa chini ya Minziro, wale watatu wa juu, yeye alikuwa anatokea zaidi upande wa kulia, then wanakuwa na center forward, alafu upande wa kushoto walikuwa anacheza Kada alikuwa ni runner zaidi, then yule mshambuliaji wao, nafikiri alikuwa mshambuliaji wa Nigeria, alikuwa anawapa hiyo representative kwenye box ya timu pinzani. Yeye huyo Issa Abu Shehe ndo ambaye alikuwa ni kama playmaker kutokea pembeni. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye game awareness yake ipo juu. Ikitokea anaenda timu kubwa, nafikiri yeye kama mchezaji jukumu itakuwa sio kuhisi kwamba amefika. Inabidi awe na uchu wa kufanya kazi zaidi, wa kupush zaidi. Ukishaenda timu kubwa, pressure ni kubwa na ushindani wa namba ni mkubwa. Manake kwenye position moja mnaweza mkajikuta mpo wachezaji wawili ambao mnaweza mkawa mnafanana uwezo, ama kuna mwenzako ambaye anakuzidi uwezo. Sasa wewe ikikuvaa ile hali ya kwamba nishafika Yanga, nishafika Simba, hii labda ndio ilikuwa ndoto yangu, ushushe mabega chini, ghafla unaweza ukajikuta upo nje ya mipango ya mwalimu. Unatakiwa kuendelea kupush hard, kupambania nafasi. Kuna mwenzako ambaye pia ability yake ni kubwa, kwa hiyo wote mnakuwa mnapambana kumshawishi mwalimu kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwa hiyo mimi talent naiona pale, potential yake ni kubwa, game awareness yake ni nzuri, profile yake ni winga wa kisasa kabisa. Lakini itakuwa ni jukumu lake yeye, kitokea amepata hiyo nafasi ya kuja kwenye club kubwa, namna gani ambavyo anaweza kupush zaidi, kukabiliana na hiyo pressure ya nafasi moja. Mnaweza kujikuta hata wachezaji watatu ambao wote ni wakubwa. Haitakuwa rahisi, sio kwamba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu unaweza jump in kwenye first 11, unaweza ukajikuta upo nje ya squad, lakini unatakiwa kupush. Nafikiri watu angalia hata Anicet Oura alianza vizuri ndani ya Simba, lakini kuna nyakati ile nafasi yake akawa anacheza Chama. Nafikiri kuelekea mwishoni mwa season ni kama alikuwa amepoteza nafasi ya kwanza. Alikuwa anaanzia Chama pembeni, alafu katikati alikuwa namba 10 alikuwa anaanza Chama. Anacheza Neo Maema. Lakini nafikiri akaendelea kupush, mwishoni hapa akarudi. Mwalimu kocha akanabidi atumie namba 10 wawili, then Aura arudishe namba yake. Au hata Mpanzu mwanzoni mwa season alikuwa haanzi ile nafasi, alikuwa anaanza alikuwa anaanza Suleiman Mwalimu. Na alivyokuja Aura akaonekana amepoteza kabisa nafasi, lakini akapush akapata nafasi ya kucheza kama namba 9. Kwa hiyo ushaenda club kubwa, unakuwa una luxury ama ile assurance ya nafasi kama alivyokuwa Fountain Gate. Kwa hiyo inabidi, kama Fountain Gate alikuwa anapambana huko, inabidi apambane mara 5 yake labda.
Nikushukuru sana Nasr. Shukran nawe.